Bwana. Kwamba usipobatizwa huwezi kwenda wapi? Mbinguni. Hilo ni agizo. Kati ya maagizo yako maagizo makubwa mawili. Maagizo makubwa mangapi? Mawili. Kuhubiri Injili na kubatiza. Enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili kwa kila nini? Kiumbe. Aaminie na kufanya nini? Na kubatizwa. Ataokoka. Lakini ukisoma Mathayo 28 mstari wa 19 mpaka 20, mkiwafundisha tuwahubiri, lakini pia tushafanya nini? Tuwabatize. Haleluya. Kwa hiyo ni maagizo makubwa tuliyopewa. Lakini ufahamu ya kwamba unapobatizwa unakuwa wa yule uliobatiza kwayo. Amen. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 10 utaona Biblia inasema wote wakabatizwa wawe wa nani? Wa Musa. Kwa tunapobatizwa kwa jina la Kristo maana yake tunabatizwa tuwe wa Kristo. Amen. Sio wa Kristo, wa Kristo maana yake watu wa Kristo. Ndio maana zamani wa kule Antiokia mataifa wakawa wanaona wanafunzi wa Yesu kwamba ni wa Kristo. Haikuunganishwa hivyo kama ilivyounganishwa leo. Leo tumeunganishwa kama neno moja. Ila ilikuwa ni wa Kristo, maana yake watu wa Kristo. Haleluya, wana wa Mungu. Amina. Kwa sababu kuna aina 7 za ubatizo, sema aina 7 za ubatizo. Aina ya kwanza ya ubatizo inaitwa ubatizo wa nani? Wa Musa. Tunafahamu Biblia inasema wote wakabatizwa, walipita kwenye wingu, wakapita kwenye bahari, ili ilikuwa inaitwa nini? Ubatizo kutoka Misri walipokuwa nakwenda jangwani. Ile inaitwa ubatizo walipopita bahari ya nini? Ya Shamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ubatizo wa pili unaitwa ubatizo wa Yohana. Ubatizo wa toba. Musa alibatiza kwa jina lolote. Yohana kadhalika kubatiza kwa jina lolote. Ulikuwa unaitwa ubatizo wa Yohana, ubatizo wa toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubatizo wa tatu, ubatizo wa Yesu. Yesu anabatiza. Unanielewa lakini? Yesu anafanya nini? Anabatiza. Ubatizo wa Yesu anabatiza ubatizo wa Roho. Hapo tunaingia ubatizo wa 4, hapo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Yesu anabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Ndio maana tuna pia ubatizo wa Roho Mtakatifu na tuna ubatizo wa moto. Sema ubatizo wa moto. Sema ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa haya yote yanaelezeka. Unajua ubatizo wa moto na ubatizo wa Roho Mtakatifu na ubiri wanaweka pamoja, lakini vitu vimetenganishwa kabisa. Biblia inasema ubatizo wa moto na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa moto mnafahamu chuma au mnafahamu ni madini. Kuna madini fulani, nadhani madini ya chuma ili yang'ae yanaingizwa kwenye nini? Nuru la moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili unaweza ukayahurumia, jamani, mbona mnaharibu madini? Lakini ndiyo, ili yang'ae yawe na thamani yanapishwa kwenye nini? Kwenye moto au matofali, ili yawe magumu, si yanachomwa kwenye moto, yanakuwa magumu zaidi. Kadhalika hata wana wa Mungu, Yesu akawaambia wale wanafunzi wana wa Zebedayo, ubatizo unaotaka kubatizwa mtabatizwa nini? Wakasema ndio, tutabatizwa. Ule ni ubatizo mwingine ambao sisi hatubatizwi, unaitwa ubatizo wa msalaba, ambao ni wa Yesu aliyebatizwa. Lakini wala sema ndio tutabatizwa, kwa sababu walianza kukubali kikombe ninachokinywea mtakinywea. Wakasema ndio, wakasema yes, kikombe mtakinywea. Kwa hiyo kuna mapito ambayo mwana wa Mungu anapitishwa kwa ajili ya kuondolewa, unaitwa ubatizo wa moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mapito ambayo unapitishwa una huku na huku, lakini lengo ni kunolewa uweze kustahimili kuwa mtu katika kipindi fulani au katika mambo fulani ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukishabatizwa ubatizo wa maji mengi ambao ni ubatizo wa mwisho, ubatizo wa maji mengi. Ubatizo wa maji mengi anayekubatiza ni mchungaji. Yesu abatizi ubatizo wa maji mengi. Kwa anayekubatiza ubatizo wa maji mengi ni mchungaji. Ila Roho Mtakatifu ni nani? Ni Yesu. Ubatizo wa moto ni Yesu. Ndio maana anasema kwa habari ya Mungu hataacha mjaribiwe kwa kadri ya msivyoweza. Mungu hataacha mjaribiwe zaidi ya mwezavyo. Kwa Mungu anaacha majaribu kulingana na uweza wako, kulingana na namna ulivyo, kwa kila mmoja na mapito na majaribu kulingana na yeye alivyo. Haleluya, wana Mungu. Kwa tufahamu ya kwamba tunabatizwa ubatizo wa maji, lakini lazima tuendelee kumtaka Bwana tubatizwe ubatizo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Bila Roho Mtakatifu ni kazi. Utaishia kushika dini, baada ya muda utarudi nyuma. Wako wengi nilibatiza wengi sana Mbinga, wengi sana wapi, lakini baada ya muda wanarudi, wanaendea na vikolokolo, wanaendea na makeup yao, wanaendea na udunia, wanaendea na dini zao. Kwa nini? Waliishia hapo. Utaenda kusoma kwa muda wako Matendo ya Mitume 19. Paulo alikuta watu hawana Roho Mtakatifu, akashangaa, hawa watu walibatizwa ubatizo gani hawa?
Mbona wana Roho Mtakatifu? Kwa sababu kama ulibatizwa wa Kristo, tunaamini utapata zawadi ya Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Amen. Wakasema si tubatizwa ubatizo wa Yohana bwana. Akasema ndio maana afa tukusikia hata habari za Roho Mtakatifu. Akawabatiza kwa jina la Yesu, alipowaombea wakapokea Roho Mtakatifu, wakanena kwa lugha, wakatabiri. Hiyo ndo malengo ya kanisa, kwamba tunapobatizwa ubatizo wa maji, kwa sababu kuna mambo mawili, inaweza katangulia Roho Mtakatifu ndo kapata ubatizo wa maji, au ubatizo wa maji ndo akaja Roho Mtakatifu. Yote mawili yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Roho Mtakatifu ana njia tatu. Njia ya kwanza, mtu akiwa hajaokoka anamshawishi mtu okoka, okoka, okoka. Njia ya pili ni Roho Mtakatifu ndani ya mtu, tunasema ujazo wa Roho Mtakatifu. Na njia ya tatu ya Roho Mtakatifu ndio ile tunasema ubatizo sasa wa Roho Mtakatifu, ambao mtu sasa anapokea vile vipawa, karama zinaanza kutenda kazi, watu wanaanza kuona matunda, ya Roho